Wapendwa makardinali, nimesikia makardinali wapo hapa, wapendwa maaskofu wakuu, wapendwa maaskofu wote, watawa wote, mapadre wote, watawa wote wa kike na wa kiume, na ndugu waumini wote. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Helena Kamsini, lakini Helena Joseph Pengo kwa kubatizwa, kwa kuzaliwa. Naomba kabla sijaongea, wale wanaojiita ndugu wa Mwadhama, familia ya Mwadhama, naomba wasimame. Hao ndio kwa damu ndugu wa Mwadhama, na wengine ni wakwe, lakini wote ni ndugu wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Naomba mkae. Mimi nimesimama hapa kwa niaba yao wote hao, na neno langu si maneno mawili, kwa kweli ni shukrani. Ni shukrani. Kila ninapoongea nitasema shukrani. Baba Mwadhama Polycarp Pengo ni kaka yangu, mimi namfuata mara ya pili. Kuna mtu katikati alafu mimi. Yeye amepadrishwa mwaka 71. Wakati huo nilikuwa mkubwa ya kutosha, lakini sikuwa na busara sana. Nilikuwa bado. Kwa hivyo huyu mtu tunayemwongelea, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, sasa marehemu, kama aliingia upadrisho mwaka 71, wakati ule nilikuwa na miaka michache sana. Yeye aliingia upadrisho aliingia upadri alina miaka 27 kama sio 28. Sasa hapa yamesemwa mambo mengi sana mazuri juu yake. Madhaifu mara nyingi tunaweka kama siri, lakini yaliyosemwa hapa yamesemwa kwa dhati. Nina uhakika watu wa Mungu hawawezi kusimama na wakasema kumpaka mtu mafuta kwa mgongo wa chupa. Waliosema ni dhati, yametoka mioyoni mwao, na hivyo maana yake toka Mwadhama na miaka 28 yumo mikononi mwa kanisa, viongozi wa kanisa. Wazazi wake Mzee Joseph Pengo na Rosalia Nzungu walimlea, ni kweli walimlea, lakini hata wakati ule alikuwa mikononi mwa shule na seminari, na huko seminari tunawakuta mapadri ndio walimu. Kwa hiyo hata wakati huo alikuwa mikononi mwa kanisa. Mchango wa wazazi ni wazi, wamemzaa mtoto, wamemlea kimaadili akiwa mdogo, lakini wakampeleka kule ambako yeye mwenyewe anasema mimi nataka kwenda. Na historia ya Mwadhama, kama mnakumbuka, aliota ndoto ya kuwa askofu na shahidi akingali mdogo sana. Wazazi wakambeza hapo, wakasema we utakuwaje askofu na shahidi, hata upadri huna? Akasema padri mle kanisani hakusema mambo ya upadri, alisema askofu na shahidi, na mimi Polycarp Pengo nitakuwa askofu na shahidi. Yakapuuzwa hayo kama maneno ya mtoto mdogo, hajui hata kusoma na kuandika, lakini amesikia kanisani. Inawezekana hapo ndipo Mungu aliweka kitu ndani yake, sijui. Mimi nasema tu kwa ninavyojisikia moyoni.
Kwa hivyo Polycarp amelelewa na kanisa toka umri mdogo. Hivyo basi, mimi nikisimama hapa badala ya ndugu wote, maneno yangu yatakuwa ni kulishukuru kanisa. Na lishukuru kanisa, kanisa ndilo limemtengeneza Polycarp Pengo. Inawezekana tabia yake ilikuwa imerithiwa kwa wazazi, ndiyo, lakini waliomlea ni kanisa. Wazazi walichofanya ni kumwachilia. Napo pia ni jambo kubwa wazazi kumwachilia mtoto, kusema nenda unakosema na wewe ni mali ya hao unaowasema. Hivyo basi, nipende kushukuru sana. Kumshukuru kila mmoja wapo aliye sehemu ya kanisa. Waumini wa Nachingwea, waumini wa Tunduru Masasi, mapadri wa huko na askofu aliyemkabidhi mikoba. Na hivyo basi, mafanikio ya Mwadhama Polycarp Pengo ni tunda la kazi ya wengi, watu wengi. Anaweza kuwa alikuwa mwadilifu, mpole, anapokea, anatii, lakini wale waliomlea walifanya kazi kubwa. Na hao ndio mimi nasema asanteni sana 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 kumlea Mwadhama kutoka ujana wake wa miaka 27 na kabla kidogo mpaka kifo chake. Asanteni sana sana sana. Napenda pia nichukue nafasi hii kulishukuru jimbo la Dar es Salaam, maana hapa ndipo ameishi sana. Na alisema mwenyewe, niliogopa sana nilipoambiwa na kwenda kuwa askofu jimbo la Dar es Salaam. Aliogopa sana. Watu wa mjini, yeye anatoka shambani, mchunga ng'ombe, atawaambia nini? Lakini kitu cha kushangaza, ushirikiano aliopata kwa waumini wa Dar es Salaam ni mkubwa sana, na mmesikia kabisa kwenye vipande vya video akisema mwenyewe woga wake ulikwisha kwa sababu watu wa Dar es Salaam walimpokea vizuri sana. Kwa hiyo kwa waamini wa Dar es Salaam pia tunatoa shukrani nyingi sana sana kama familia. Mwadhama alikuwa na mapungufu yake kama binadamu. Kwa hivyo mimi hapa siwezi kuanza kusema mapungufu na mazuri. Wale walioishi naye ndio wana haki ya kusema mengi juu yake. Padri Mtavangu Frank anamjua sana Mwadhama na memlea. Wale masista wa Kurasini wamemlea sana. Yeye amewalea na kuwaweka kwenye mstari, lakini nao wamemlea sana. Wote hao tunasema asante sana. Na Baba Askofu Ruwa'ichi, umemlea Mwadhama katika hali yake ya utete. Hukumkuta kijana, ulimkuta tayari ana magonjwa, mgongo wake shida, lakini umembeba alivyo mpaka wakati huu. Nasema asante sana baba, asante, umemlea kaka yangu. Mwisho sasa, mtu mgonjwa anakwenda India, halafu mambo haendi vizuri, anahitaji kurudi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaishukuru sana sana kwa mchango wake, ilivyosaidiana na kanisa kumrudisha kaka yangu nyumbani. Akafia Dar es Salaam. Angefia India ingekuwa ni tatizo, sio tatizo tu kiuchumi, lakini hata uchungu moyoni. Ningeishi kwa kujua kaka yangu alifia nchi za mbali, lakini serikali imesaidia kushirikiana na kanisa na kumrudisha hapa Dar es Salaam, na akafia Muhimbili. Maana yake amefia katika mikono ya wataalamu matabibu. Na huyu kijana wangu, yeye ni mtoto wa mdogo wangu Crescent Pengo. Yeye alikuwa airport kumpokea baba yake, alipewa ruhusa hiyo na kanisa aende mpaka
uwanja wa ndege amuone baba yake, amehangaika naye pamoja na wataalamu wengine, na mke wake ni dokta naye pia wa Jakaya Kikwete. Kwa hivyo Mwadhama alikuwa katika mikono mizuri, na nina uhakika amefariki kwa amani kubwa. Hivyo basi naishukuru sana serikali ya Tanzania, viongozi mlio hapa wa serikali, mpokee hilo kwa niaba ya ndugu wote wa Mwadhama. Na mwisho kabisa, mwisho imekuwa mara mbili. Haya, msamehe. Sasa hii ni mwisho ya mwisho. Tulikuwa na huzuni, lakini kutokana na maneno mengi mazuri yaliyosemwa kuhusu huyu ndugu yangu, nimefarijika mpaka natamani hata kupiga vigelegele kwa maisha yake. Machozi yanakuwa sasa machozi ya furaha badala ya machozi ya huzuni, kwa sababu amekwenda kwa Muumba wake akiwa na wasindikizaji, walezi, wale wenye imani kuu. Na hivyo nina uhakika na Mwenyezi Mungu atamhurumia mapungufu yake, ampokee katika ufalme wake wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni sana.